Tuko hospitali ya Sokoine hapa katika geti dogo ambako ni kama mita 100 kutoka geti kubwa ambako limetokea tukio la ajabu lenye kustaajabisha. Tulikuwa na mwenzetu hapa ambaye ametutoka. Alikuwa katika usafiri wa basi akitoka Kilwa Pande akiletwa hapa kwa ajili ya matibabu. Kwa bahati mbaya umauti umemfika njiani. Alipofika katika geti kubwa kwa ajili ya kuingizwa ndani, walinzi wamemkatalia pale pamoja na viongozi waliokuwa karibu na geti la hospitali. Baadaye walimwelekeza aje geti dogo ambako ni karibu na jengo la mochwari. Pamoja na yote ambayo yamefanyika hapa na wananchi kuchagiza swala hilo liweze kutimia, halijawezekana. Marehemu amenyeshewa na mvua hapa na sasa wananchi wamejichanga kidogo walichokuwa nacho kuhakikisha kwamba wanawezesha ndugu waliokuja naye ili waweze kurejea huko Kilwa Pande kwa ajili ya taratibu zingine za kuhifadhi mwili wa marehemu. Lakini pamoja na hilo, niko na miongoni mwa walikuwa abiria katika basi hiyo iliyokuwa na mgonjwa huyo aliyefikwa na mauti. Habari yako? Habari mzuri sana. Jina lako hapo? Naitwa Abdalla Mtaji. Sawa, hebu tueleze wazi. Mlipofika ile eneo la geti kubwa, eneo ambalo mliamini marehemu anaweza kwenda kuhifadhiwa ndani, aidha kwa ajili ya utaratibu wa kusafishwa na mengineyo. Nini ambacho mliambiwa hasa? Pale tumefika. Na aliwaambieni hasa ni nani? Tulikuta pale wahudumu tukababa kuna ndani kuna mtu amefariki, wakatuelekeza kwamba kwa kuwa hapa nyinyi mmefika hapa basi kwa urahisi zaidi sogeeni ile geti kubwa lingine ile. Kwa tukaja hapa, tumefika pale yule mhudumu akaitwa akaelekezwa kufungua geti, akafunga tena. Wakaenda kwenye mjadala na wenzie. Bado akafungua lakini akafunga tena. Kwa hiyo tumekaa zaidi lisali moja na marehemu pamoja. Tumeona baadhi ya wahudumu wa hospitali wakiwa wameambatana na walinzi pale getini. Je, na wenyewe walitoa ushauri wote kwa ndugu ama watu waliokuwa wakichagiza marehemu aingizwe ndani? Wale wanasema kwamba lazima marehemu aingie ndani, lakini mgonjwa hakumtaka, ila marehemu anataka aende ndani. Sisi tupo wananchi tukasema haiwezekani. Haiwezekani kama mimi nikataa akiwa hivyo mpaka sasa hivi jua mvua yote imemnyeshea. Sisi hatuwezi kuingia ndani. Tunatafuta usafiri turudi nyumbani. Umeguswa vipi na hili? Nyinyi tangu safari kutoka Kilwa mko naye yule akiwa mzima, amefika umauti akiwa njiani na amefika hapa amekataliwa. Maswahibu haya yote ukiwatazama ndugu na sisi ambao safari yetu hatujui itakomea wapi. Unazungumza nini pia kwa serikali yetu? Kwanza ni simanzi kubwa sana ambayo tumekuta ndani ya gari, kwa sababu wengine sisi wenda mara yetu ya kwanza kuona mtu anafariki, lakini tukashikamana pamoja tukamleta hapa. Lakini tunaomba serikali kwanza imulike hii eneo la Sokoine. Pana shida sana hapa. Na kama ushirikiano tutautoa. Okay. Tutatoa ushirikiano na sisi wengine tuna macho mengine tutakwenda mbali zaidi. Hatukomei hapa. Asante sana. Asante sana. Naam, ni nini ambacho hasa kilikuwa kimetokea mlipofika getini na nini mlichojibiwa na watu wa hospitali? Yule alipofika alienda Konda, akaenda kusema sisi njiani tumepakia mtu ambaye amefariki, kwa hiyo tunaomba huduma. Akasema saizi mimi sina kitanja. Ndio mlango ule kule. Tukaondoka. Tukija huku wakasema tena sisi sasa hivi sisi hatufungui geti, sisi kitanda hatuna, sisi wakaepo wanasema maneno mengi kwa sababu mimi nilikuwa nalia sana, nipo huku Konda na watu wengine ndio waliokuwa wamekaribia pale. Kwa hiyo tu mpaka pale hata mimi nilipo na shangaa nini mpaka wakaniambia wamekataa geti lile, wamekataa wakasema huku. Na kweli tulikuja hadi pale kati tukarudi kule nyuma. Wakaleta tena huku. Mimi nikapo nafuata tu tena wanaenda kumshusha wapi marehemu wangu, wakasema geti ni lile kule la Mchwalo. Kufika hapa ndo nao wakagomea vile vile. Baada ya watu tena kujaa na mimi kulia, na mimi nikasema basi mule ndani tusipelekwe kwa sababu hata mimi binafsi yangu nakwepa gharama. Bora tu kwa sababu ameshafariki toka njiani tumweke tu hapa kwa sababu ameshakataa mara 2 basi. Ndio pale tena makaka wakazidi kunisaidia. Basi kama nyinyi mmekataa basi wakija wakasema sasa hivi basi tukufungulieni, haiwezekani. Makaka wakazidi kusema basi kwa sababu mara 2 mmekataa hadi mara 3 basi na sisi tunakaa naye tunamsaidia huyu dada kutafuta gari ili harudi nyumbani. Sasa kama ulivyotoka nyumbani ukiamini hospitali ya rufaa unaweza kupata msaada zaidi, kwa hili ambalo limetokea una wito gani kwa serikali? Yaani hapa napata mshangao sana. Na naona kama hospitali labda haina huduma au labda watu hawajali au wanachagua labda wafanyakazi wenzao au matajiri. Kama sisi watu tumetoka vijijini labda tupo hafifu hivi labda marehemu wetu hawataki. Pole mama basi. Hata kama sisi kuhudumia watu wa vijijini labda hawatutaki. Yaani nasema vitu kama hivyo labda basi. Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Pili ni washukuru wa Tanzania wote walioguswa na jambo hili la kuondokewa na ndugu yetu huyu
ambaye ametoka kijiji cha Hoteli Tatu. Ameletwa Sokoine kwa ajili ya kuja kupata matibabu, lakini Mwenyezi Mungu alimpenda zaidi. Mwenzetu ametangulia mbele za nini? Za haki. Lakini kutokana na conflict ambayo imetokea baina ya marehemu na wenzetu wa hospitali, Watanzania hawa waliguswa sana. Nasema wamekataa kuchukua. Kwa kukataliwa kuchukuliwa kwenye hospitali ya Sokoine. Na kunyeshewa na mvua akiwa getini nje. Ameshakufa. Hawa wakaguswa na jambo hili. Tumeamua kumstiri ndugu yetu kwa kutoa kile tulichokuwa nacho ili tuweze kumfikisha nyumbani kwetu. Kwa hiyo tumepata shilingi 100,000, 1,100. Kwa niaba ya familia tunasema tunawashukuruni sana. Mwenyezi Mungu awazidishie pale mlipotoa. Asante sana. Kwa hiyo tunaomba tukabidhi kwa mfiwa. Kabidhi. Shekoba ni kabidhi. Nitoe mikono. Toa mikono. Shekoba fanya hiyo malema Ndio hamna kitanda na walisema wafungui geti. Na wakati tulipofika kule tulielekezwa kama tukifika hapa tutapokelewa ili msiba uende mochwari. Tulipofika pale wakajibu hakuna kitanda na geti hatufungui. Baada ya dakika 5 ndio wanakuja wale manesi wanatulazimisha msiba uingie ndani baada ya kuloa na mvua. Na ndio maana sisi tumekataa, tumeita gari na msiba unaondoka. Mpaka sasa nimekuona ukiwa karibu sana na wale wengine. Je, mpaka mwisho wao wamekataa kabisa kuingiza mwili huo ndani? Ndio, walikataa kuingiza mwili ndani kwa sababu wale manesi walishaanza kutujibu sisi shiti na kukataa mwili. Na sisi ndo tukachukua jukumu la kulaza pale chini na sasa hivi tumeuchukua kuupeleka nyumbani. Asante sana. Nafikiri kwa taarifa zaidi tutazidi kuonana na ndugu ili tuweze kuzungumza na kupata mwafaka wa jambo kama hili. Lakini serikali haipaswi kufumbia macho masuala kama haya. Imekuwa kizungumzwa mara kadhaa swala la kutozwa kwa maiti wanapokuwa wanatoka hospitali, lakini hili anatakiwa ingie ndani ahifadhiwe. Mathalan anatakiwa kusafishwa na masuala mengineyo. Hata ndugu walau wapate utulivu wakati wakiangalia namna gani wanaweza kutoka hapa Lindi Manispaa kurudi kwao Kilwa. Na kwa mengineyo mengi tutazidi kukujuza. Naomba tusalie wote. Hayo ni miongoni mwa yale ambayo tunaweza kuyasikia kutoka kwa ndugu zetu ambao wameshuhudia tukio hili la ajabu. Tutaliita la ajabu kutokana kwamba si la kawaida na halipaswi kufanyika hivyo kibinadamu. Mimi ni Alfred Mlonganile, nyuma ya kamera yuko John Shadrack Machela, Mashujaa. Subscribe kwa kubonyeza kitufe chekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kila kinachotokea muda wowote hapa Mashujaa TV.